Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wetu wa kipindi chetu cha tafakari ya siku. Tuna tafakari yetu ya leo na Bwana ametujalia neema kuiona siku. Nikusalimu katika jina la Kristo Yesu. Tafakari yetu iko katika kitabu kile cha Isaya 36 mstari wa kwanza na vipande vingine nitakavyounganisha hapo. Anasema, ikawa katika mwaka wa 14 wa kumiliki kwake mfalme Hezekia, Senukarebu mfalme wa Ashuru akapanda ili kupigana na miji yote ya Yuda yenye boma, akaitwaa. Tunaona mstari wa pili anasema, mfalme wa Ashuru akamtuma amiri toka Lakishi hata Yerusalemu kwa mfalme Hezekia pamoja na jeshi kubwa, naye akasimama karibu na mfereji wa birika karibu na mfereji wa birika ya juu iliyo katika njia kuu ya kuendea uwanja wa Dobi. Mstari wa 4 anasema, yule amiri akawaambia, haya, mwambieni Hezekia kwamba mfalme mkuu, mfalme wa Ashuru asema hivi, ni tumaini gani hili unalolitumainia? Ni tumaini gani hili unalolitumainia? Ukiruka ukaenda mstari wa 13 anasema, kisha yule amiri akasimama akalia kwa sauti kuu kwa lugha ya Kiyahudi akisema, lisikieni neno la mfalme mkuu, mfalme wa Ashuru. Mfalme asema hivi, Hezekia asiwadanganye, kwa maana hataweza kuwaokoa. Wala msimwache Hezekia kuwatia moyo wa kumtumaini Bwana, akisema, Bwana bila shaka atatuokoa. Mji huu hautatiwa katika mkono wa mfalme Ashuru. Msimsikilize Hezekia, maana mfalme wa Ashuru asema hivi, fanyeni suluhu na mimi, mkatoke mnijie, mkale kila mtu matunda ya mzabibu wake na matunda ya mtini wake, mkanywe kila mmoja maji ya birika yake mwenyewe, hata nije nikawachukue mpaka nchi iliyo kama nchi yenu wenyewe, nchi ya nafaka na divai, nchi ya mkate na mashamba ya mizabibu. Jihadharini asije Hezekia akawadanganya akisema, Bwana atatuokoa. Je, yuko Mungu mmoja wa mataifa aliyewaokoa watu wake na mkono wa mfalme wa Ashuru? Ninampenda Mungu kwa sababu anaficha makucha yake yasiyoonekana kwa macho ya damu na nyama, lakini uweza wake ni mkuu kuliko unavyoweza kufikiri. Habari hizi zinaonyesha ni namna gani ambavyo watu hawa walipatwa na dhiki hii kubwa ambayo iliwafikia kupitia mfalme wa Ashuru, ambaye alikuja juu na kujisifu kwao na kujionyesha kwamba yeye anaweza na yeye ndiye mfalme na hakuna zaidi ya yeye, akiwataka ama akiwashawishi watu hao kina Hezekia kwamba wamfuate yeye. Yani anawashawishi watu walio chini ya Hezekia waweze kumfuata yeye, wasiambatane na Hezekia, kwa sababu Hezekia anawadanganya. Hezekia anawaambia Mungu atatuokoa. Hezekia anawaambia Mungu anaweza. Lakini yeye anasema, huyo Mungu mnayesema, tangu lini mliona watu wakiokolewa na mkono wa Ashuru, wa mfalme wa Ashuru? Maana wote walioingia kwenye mikono ya mfalme wa Ashuru walipigwa. Nyinyi mnasemaje habari za Mungu? Mungu gani? Kitu ambacho hawakuweza kutambua ni kwamba hili lilikuwa ni taifa la Mungu, na kwa sababu ni taifa la Mungu, macho ya Mungu yako hapo, mkono wa Mungu uko juu yao, unawafunika. Neema ya Mungu inawafunika bila kujalisha wako katika hali gani. Hezekia alishuka mbele zake Bwana na kumtafuta ili aweze kuwatetea na kuwapigania. Biblia inasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Hezekia alitambua hilo na wakawaambia watu, akawaambia hivi, mstari wa 6 sura ya 37 akawaambia, Isaya akawaambia, mwambieni bwana wenu maneno haya, Bwana asema hivi,
usiyaogope maneno ulioyasikia, ambayo watumishi wa mfalme Ashuru wamenitukana. Kumbe walivyowatukana wao, walimtukana Mungu, na walimtukana Mungu kwa sababu walisema Mungu hawezi kufanya. Kwa hiyo Mungu amemtuma nabii wake Isaya kusema na taifa lake, kusema na kina Hezekia kwamba msimsikilize huyo. Tazama, nitatia roho ndani yake, naye atasikia kivumi na kurudi hata nchi yake mwenyewe, nami nitamwangusha kwa upanga katika nchi yake mwenyewe. Haleluya! Huyo ndiye Mungu anayetupigania, na wewe huwezi jua ni namna gani atakupigania. Wakati unapoona mawimbi yamejaa yanakurukia wewe, unaona mishale imetapakaa kila mahali, kila kona imekuzunguka wewe, huwezi jua ni wakati gani Bwana atajitokeza mbele yako na kukuondoa katikati ya mishale iliyokuzunguka. Ndivyo ambavyo ilivyokuwa kwa watu hawa. Maneno ya mfalme wa Ashuru yalikuwa yamebeba vitisho, na yalitisha kwa sababu yalionyesha kabisa ya kwamba Mungu hawezi kuwasaidia. Na mbaya zaidi, mfalme wa Ashuru alichukua, yani alipigana na alichukua mateka ya watu wengine ambao kweli ilidhihirisha kwa maneno yake alikuwa anasema kwamba hata hawa pia Mungu anaweza ashindwe kuwapigania. Lakini Mungu hamwachi mja wake. Mungu hamtupi mja wake. Jamani, ukisimama na Mungu, ukiweka tumaini lako kwa Mungu, ukikaa ukamtumaini Mungu, ukikaa ukamwangalia Mungu, haijalishi ni namna gani. Kitu kimoja tu ambacho ndo tuko nacho kwenye tafakari ya leo, ninachotaka kukujuza, ambacho Bwana ametaka tukijue, ni kwamba Bwana haingii kwenye uwanja wa vita na mtu ambaye alishashindwa tayari. Shetani alishashindwa tayari. Yeye alishamtupa, ameshindwa. Wakati shetani amejiinua, whether ni kwenye utumishi wako, kwenye maisha yako, kwenye njia zako, kwenye wokovu wako, Bwana hatainuka sahio kupigana na adui, kwa sababu adui shetani kwake yeye Mungu alishashindwa. He doesn't exist at all. Hayupo. Kwamba zile nguvu ambazo adui anazionyesha kwako, kwa Mungu nguvu hizo hazipo. Kwa hiyo wakati shetani anainua majeshi yake, anainua nguvu zake kwa ajili yetu, kwa Mungu yeye haoni kwamba kuna vita pale. Hata ndipo ainuke aende kupigana. Mungu anamwacha shetani mpaka afike kwenye peak, anapofikiri yeye kwamba ameshinda. Hapo ndipo Mungu anajitokeza kumthibitisha ya kwamba ulishindwaga wewe. Kwa hiyo huwezi kushinda, kwa sababu haijawahi kutokea wewe ukashinda. Na kwa sababu hizo, hili ndio fungu lako. Kwa hiyo Mungu hutokeza wakati shetani ameshamaliza vita. Sasa kama wewe unakimbizana na shetani kwenye vichochoro vyake, angalia asikukabe huko kwenye hivyo vichochoro, anavyopita kona zake huko, ukapita mahali pabaya, ukakosa nguvu, akakukaba huko wakati unakimbizana naye. Stay still, stand firm. Simama imara kwake Bwana, na ujue ya kwamba yeye ni Mungu. Stand firm and know that I am the Lord, I am God. Hapo ndipo mahali ushindi wetu unapatikana. Simama imara na utambue ya kwamba Mungu ndiye Mungu na si mwingine. Kwamba wakati taifa la Israeli walipokuwa kule Misri, wanatakiwa kutoka, Mungu aliwatengenezea mazingira wakatoka. Na walipotoka, Farao alifikiri bado anaweza, akakimbizana nao. Mungu akafungua bahari ya Shamu, wale Farao wakaja. Mungu hakupigana nao, Mungu hakuwazuia, japo aliweza kuzuia, lakini hakuwazuia. Walikuja mpaka wakaingia bahari ya Shamu, mpaka Israeli wakaanza kutetemeka. Sasa kama washaingia bahari ya Shamu, kuna usalama tena kwetu? Lakini Mungu aliwaacha waingie pale,
kwa sababu Misri ilishashindwa, Farao alishashindwa, miungu yake ilimalizwa, nguvu zake ziliisha. Kwa hiyo hana nguvu tena. Alipoingia bahari ya Shamu, ndio ilikuwa kifo cha adui wale. Wakati shetani ameinuka, wakati Yesu Kristo amekuja kukomboa ulimwengu, wakati ulipofika majira yake shetani kuinuliwa ili aweze kusimama na kufanya aliyofanya, kumpeleka Yesu msalabani, Yesu alijua kusema, lakini alinyamaza kimya, kwa sababu shetani alikuwa amekwisha kushindwa, na Yesu alikuja ili kuja kumthibitisha ya kwamba wewe ulishashindwa, ulitupwa, kwa hiyo huna mamlaka. Wale watu uliowashikilia ni kwa sababu hawakujua. Sasa mimi nimekuja kuwatoa na kukuthibitishia wewe kwamba wewe umeshindwa, kuwajulisha wao kwamba wewe ulishashindwa, ili ndipo niweze kuwatoa. Kwa hiyo wakati shetani alipokuwa anajiinua akamtundika Yesu msalabani, Mungu alinyamaza kimya kama ambaye hayupo. Giza likatokea, kila kitu kikaonekana kwamba sasa basi. Wale wanafunzi wa Yesu wakakata tamaa kwamba basi jamani, mtu tuliyemtegemea tena ndio huyo, sasa imekuwaje, sasa itakuwaje? Wakapoteza tumaini. Lakini wakati shetani alifikiri kwamba ndio amemaliza kazi, ndipo Bwana aliinuka, ndipo Mungu mwenye enzi yote aliinuka, ndipo Mungu wa miungu aliinuka, ndipo uweza wake ulithibitika, na ndipo kanisa likazaliwa. Hakuna anayeweza kushindana na Mungu. Nataka ufahamu hilo, na tafakari yetu ya leo inatujulisha ya kwamba yule Sennacherib alipotaka kujifanya kwamba anaweza kumshinda Mungu, kwamba Mungu hawezi kushinda, Mungu hawezi kushinda, Mungu alikuja akainuka akasema, msiwasikilize hao, mimi nitapeleka uvumi, watasikia vishindo, nitatuma, wala nyinyi msipigane, mimi nitatuma malaika zangu watapigana nao. Wenye ukoma walipiganiwa na malaika, wakawafukuza wale wa Shami. Mungu alituma uvumi wa kelele za punda, mbingu iliamka ili wenye ukoma waliofanya maamuzi walipoamua kwenda kwenye kambi ya Washami, na Bwana akasimama na wakachukua utajiri, wakateka mali, wakaleta katika nchi katika Samaria, na watu wakala, watu wakanywa, watu wakashiba, kwa sababu kuna mtu aliamini kwamba Mungu anaweza. Leo yuko wapi mtu huyo kama sio wewe na mimi? Amini leo kwamba Bwana anaweza. Haijalishi shetani alijiinua kwa kiwango gani kwenye maisha yako. Haijalishi hata sahihi unaposikiliza neno hili uko kwenye kukata tamaa. Hapo hapo Yesu yuko kwenye kona fulani karibu kujitukuza kwako. Jipe nafasi, umpe nafasi kwa kuamini kwako, ili na kumdhihirisha kwa shetani kwamba wewe tumaini lako umeweka kwake, na yeye atajithibitisha kwako. Alijithibitisha kwa Elia wakati ambapo alimwaga na maji kwenye kuni, lakini Mungu alijithibitisha. Wewe uko kwenye hali gani? Hali ulio nayo Mungu anaweza kujithibitisha hapo. Haijalishi ni mbaya kiasi gani, haijavuka mipaka. Ubaya wa hali unayopitia haijavuka mipaka, kwa sababu wewe bado unaishi. Neema ya Mungu bado ipo juu yako, haujashuka kuzimu bado. Taabu hiyo haija kushusha kuzimu bado uko katika ulimwengu huu, na ili mradi uko katika ulimwengu huu bado unaishi. Uweza wa Mungu unaweza kukutetea na kukupigania. Na leo pokea hili neno, ukalitendee kazi, na ukamuone Mungu katika maisha yako akikupigania. Sio akipigana na shetani, akikupigania wewe kusimama katika maisha yako. Mungu hawezi kupigana na shetani kwa sababu alishashindwa shetani. Mungu hana mkono wa kupigana naye tena, kwa sababu mkono wake ulimtupa, tena akamfadhili na kumpa makao ya kukaa. Sasa leo tunaleta mambo gani jamani? Hebu muamini Mungu, Mungu anaweza. Bwana Yesu, tuondolee kutokuamini na tukakuamini wewe, ili ukatuwezeshe kusimama kwa utukufu wako. Baba, tunajiweka wakfu mikononi mwako. Tusamehe kwa kutokuamini kwetu, na tupe neema ya kuweza kuamini. Tubebe ukatusimamishe kwa utukufu wako, katika jina lako Kristo Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki katika kupokea ushindi wako unaokuja mbele yako.